Tunamshukuru Mungu. Kwanza tumefika salama hapa Kigoma. Safari ilikuwa ni ndefu kidogo kutoka Manyara mpaka hapa, na tukiwa tumefika salama hivi nafikiri inaonyesha ni kiasi gani Mungu ametufanyia kuwa watu wenye baraka, na maandalizi yako sawa sawa. Leo tunafanya maandalizi ya mwisho kabla ya mchezo wetu wa hapo kesho. Kwa hiyo kila mchezaji yuko vizuri. Tangu tumefika hapa kuna changamoto yoyote ambayo imejitokeza kwa upande wa wachezaji, kwamba labda pengine kuna mchezaji amekuja uchovu wa safari umemfanya apate homa au changamoto yoyote. Kwa hiyo wote wako tayari na tunasubiri kuona mwalimu kesho ataamua nani aanze kwenye kuipambania nembo na kupambania alama 3. Nature ya ligi yetu imekuwa na ushindani hasa mara zote zinapokuwa zimebakia mechi 7, 8 mpaka 5 za mwisho kumaliza msimu. Lakini utofauti wa msimu huu, ligi tangu mechi ya kwanza inaanza, ligi ilikuwa ni ngumu. Kila timu ilikuwa inaonekana kujipanga, na kila timu ilionekana imefanya maandalizi na usajili wa kutosha kwenye msimu wa 2024-2025. Lakini huku mwishoni nafikiri kumekuwa kugumu zaidi kwa sababu ya hayo madaraja ambayo yamejitenga, kwa sababu kuna wajuu ambao wenyewe wanapambania ubingwa, alafu kuna ambao wao wameshajihakikishia kumaliza kwenye top 4 ama wanapambana kumaliza kwenye top 4, lakini kuna chini kabisa ambao wenyewe wapo kwenye hatari zaidi ya kushuka daraja, lakini kuna hapa katikati ambao bado tunapambana kujitoa kwenye mstari ambao tupo ili tukae kwenye mstari ambao tutakuwa hatuna changamoto yoyote ya kushuka daraja ama kucheza playoff. Lakini kuna wale ambao wanapambana kuona ikishindikana kabisa labda pengine tumaliza kwenye playoff. Kwa hiyo mechi zote zimekuwa ngumu na kumekuwa hakuna matokeo ambayo unaweza ukatarajia kwamba haya yatatokea kwenye mechi fulani ama kwenye mchezo fulani. Na hiyo nafikiri inachagizwa pia na uhitaji wa kila timu kwenye kupata alama 3 ili kujiongeza ama kujisogeza kwenye nafasi ambayo ipo. Mfano kama sisi ratiba yetu kidogo ni ngumu. Nafikiri sisi ni miongoni mwa timu ambayo ina ratiba ngumu sana. Tumetoka nyumbani, tumecheza na Singida, tutacheza hapa kesho na Mashujaa tarehe 5, lakini tarehe 8 tuna mchezo na Pamba Mwanza. Tukitoka Mwanza tutarudi nyumbani tarehe 20 na Yanga. Kwa hiyo ukitazama tunacheza na timu mbili ambazo kwanza zipo chini yetu, zina uhitaji wa kuja juu yetu, lakini tunakwenda kucheza na timu ambayo iko kwenye mbio za kuongeza alama 3 kuwania ubingwa. Lakini tukitoka hapo tutakwenda Dar es Salaam kucheza na JKT ambao wenyewe pia kama kidogo wana unafuu kwa sababu wako juu yetu. Alafu pia tuna mechi na Coastal Union. Ukitazama hizo timu zote ambazo tunacheza nazo ni timu mbili tu pekee ambazo zipo juu yetu, lakini zote ziko chini yetu. Na utofauti wa alama sio mkubwa. Kwa kidondosha alama kwenye mchezo mmoja unaweza kujikuta unashuka nafasi 2 mpaka 3. Kwa hiyo umakini unatakiwa uwe mkubwa, na sisi tunalitambua hilo, na naamini kesho utakuwa ni mchezo ambao mgumu, lakini naamini tutafanya vizuri kulingana na mahitaji yetu tunayohitaji, lakini pia na maandalizi ambayo tumeyafanya. Unajua hakuna timu ambayo huwa haifungiki. Kila timu inaweza kupoteza nyumbani, kama ambavyo sisi tumecheza mechi nyumbani tumepoteza, na si mara ya kwanza hivi. Tunafahamu ni pagumu sana hapa kucheza na kupata alama 3, lakini sisi tutautumia ugumu huo kufanya uwe rahisi ili tuweze kupata alama 3. Tunafahamu uhitaji wao. Uzuri wa watu wengi wa Mashujaa ni watu ambao tunawasiliana. Kwa hiyo vitisho vya hapa na pale vile vya kimpira tunavipokea kwamba na huko mmekuja mmevamia mtumbo wa vibwengo, lakini sisi tunasema kesho dakika 90 ndizo ambazo zitazungumza, kwa sababu yote haya yanabaki kwa ni kelele tu za nje, lakini wanaume 22 ambao watavuja jasho kwa dakika 45 na kuwa 90 ndio ambao watatupa majibu kesho. Kwa hiyo tusubiri. Wao na advantage ya uwanja wa kuwa nyumbani, lakini sisi tuna disadvantage ya kuwa ugenini, lakini tumefanya vizuri sisi mechi nyingi tukiwa ugenini. Kwa hiyo na wao pia wanatakiwa lifahamu hilo kwamba Fountain Gate anapokuwa ugenini ni timu ambayo inacheza vizuri sana, na tumepata alama nyingi pia tukiwa kwenye viwanja vya ugenini. Ni wachezaji ambao hatujasafiri nao, kwa maana za Mkufu Elias pamoja na Kasim Shabani Haruna Tiote ambao wao wamebaki Babati, hawajasafiri na timu, lakini wengine wote ambao tumesafiri nao wachezaji 24 wako tayari kwa mchezo. Ni mwalimu tu mwenye kuamua ni nani aanze kulingana na mahitaji ya mchezo wa kesho.